Umewahi kushuhudia mahusiano ambayo yalionekana kuwa perfect, yaani watu ambao walipendana sana, walikuwa na chemistry ya ajabu, lakini ghafla mmoja wao anasema sina hisia tena na wewe au tumeshindwana? Unabaki unajiuliza, ilikuwaje? Waligombana? Hapana. Kulikuwa na usaliti? Hapana. Ukweli mchungu wa kisaikolojia ni huu. Mahusiano mengi hayafi na tukio kubwa kama kufumaniana. Mahusiano mengi hufa kifo cha polepole, kifo cha kimya kimya kinachosababishwa na vitu vidogo ambavyo tunavipuuza kila siku. Ni kama mchwa anayekula mti ndani kwa ndani. Siku mti unadondoka, unashangaa, lakini mchwa walianza kazi miaka iliyopita. Leo nimekuletea makosa 6 yanayoua hisia kimya kimya. Haya ni makosa ya kisaikolojia ambayo yanaweza kubadilisha upendo kuwa chuki au dharau bila wewe kujua. Naomba uwe makini sana na kosa la 6. Hili ndilo kosa ambalo 90% ya watu wanalifanya wakiamini ni upendo, kumbe wanajichimbia kaburi la mahusiano yao. Ukielewa kosa la 6 pekee, utaokoa mahusiano yako kuanzia leo. Kabla hatujaingia ndani, fanya jambo moja la kiungwana. Bonyeza kitufe cha subscribe na uwashe kengele. Lengo langu ni kukupa maarifa yatakayokuepusha na maumivu ya moyo yasiyo ya lazima. Umefanya hivyo? Asante. Twende kazi. Kosa la kwanza, transactional love, mapenzi ya biashara. Hii inatokea pale ambapo unapoanza kuendesha mahusiano yako kama biashara. Nilimtumia meseji 3, yeye kajibu 1, kwa hiyo sitamtafuta tena mpaka anitafute. Au jana nilipika, kwa hiyo leo ni zamu yake kuosha vyombo, akisahau na nuna. Unapofanya hivi, unaondoa ule ukarimu wa asili, spontaneity, kwenye mapenzi. Saikolojia inatuambia kuwa hisia za mapenzi hustawi pale ambapo kuna service without expectation, kuhudumia bila kutarajia malipo ya papa hapo. Unapoanza kuhesabu, unamfanya mwenza wako ajihisi ana deni kila wakati, na hakuna mtu anayefurahia kuwa na deni. Hisia za deni zinaua hisia za mapenzi, romance. Badala ya kukuona kama mpenzi, anaanza kukuona kama mkaguzi wa hesabu. Acha kuhesabu, anza kuwekeza. Kosa la pili, kupuuza emotional bids, kukataa mawasiliano ya hisia. Dr. John Gottman, mtaalamu mkubwa wa ndoa duniani, anaita hii turning away from emotional bids. Hii inamaanisha nini? Katika siku, mwenza wako anakutupia bids au majaribio madogo ya kutaka connection. Mfano, mmekaa selevuni, yeye anaangalia simu kisha anasema, hivi umeona hii video inachekesha sana? Hapa una machaguo mawili. Turning toward, kuitika, unaweka simu yako chini, unamwangalia na kucheka naye. Turning away, kupuuza, unaguna tu huku unaendelea na mambo yako, au unamwambia niko busy sasa hivi. Unapompuuza, ujumbe unaoingia kwenye ubongo wake, subconscious mind, si kwamba uko busy. Ujumbe ni sio kipaumbele changu au unanichosha. Ukifanya hivi mara moja, sio shida, lakini ukifanya hivi mara 10 kwa siku, kwa mwezi mzima, hisia zinakufa. Mtu huyu anaanza kujisikia mpweke akiwa ndani ya mahusiano, na upweke ndani ya mahusiano ni mbaya zaidi kuliko upweke wa kuwa single. Kosa la 3, microcriticism, kukosoa vitu vidogo vidogo. Kosa hili ni lile ninaloita kifo kwa kisu 1000. Huku ni kukosoa vitu vidogo vidogo kila siku. Mbona umekunja shati hivi? Hujafunga vizuri dawa ya meto? Au unatafuna kwa sauti kubwa? Au hicho kicheko chako mbona cha ajabu? Sikiliza, kuna tofauti kubwa kati ya complaint, lalamiko, na criticism, ukosoaji. Lalamiko linahusu tukio. Haukuniambia kama utachelewa, nilihisi vibaya. Hii ni sawa. Ukosoaji unashambulia tabia ya mtu. Wewe ni mbinafsi, hujali, na kila siku unachelewa kwa sababu hauna akili. Unapomkosoa mwenza wako kila siku, unaharibu self-esteem yake. Saikolojia inasema, ili mahusiano yadumu, kwa kila ukosoaji mmoja, unahitaji sifa 5 ili kufuta ile athari mbaya. Kama wewe ni mtu wa kukosoa tu bila kusifia, unaua desire.
Hakuna mtu anayeweza kumpenda mtu anayemfanya ajihisi mpumbavu au mdogo kila wakati. Kosa la 4, kitelekeza utambulisho wako, codependency. Hili linawashangaza wengi. Hisia zinakufa kwa sababu umejipoteza wewe mwenyewe. Wakati mnaanza mahusiano, alivutiwa na wewe kwa sababu ulikuwa na maisha yako, ulikuwa na hobbies zako, ulikuwa na marafiki na ulikuwa na malengo. Lakini baada ya kuingia kwenye mahusiano, umeacha kila kitu. Umeacha kwenda gym, umeacha kuonana na marafiki, umeacha kusoma vitabu, na sasa furaha yako yote inategemea yeye. Hii inaitwa codependency. Tatizo ni nini hapa? Kisaikolojia, desire, hamu, inahitaji space, nafasi. Mtu hawezi kukutamani kama yuko attached na wewe masaa 24. Unapokuwa hauna maisha nje ya mahusiano, unakuwa mzigo wa kihisia kwa mwenza wako. Anaanza kuhisi kama anakulea badala ya kuwa na mpenzi. Ili hisia ziendelee kuwaka, lazima uwe interesting. Na ili uwe interesting, lazima uwe na maisha yako binafsi yanayokupa furaha. Kosa la 5, silent resentment, kuweka vifundo moyoni. Watu wengi wanadhani kutogombana ni ishara ya mahusiano mazuri. Hapana. Kuna watu wanakwepa migogoro, conflict avoidance, ili kulinda amani. Unakwazika, unakaa kimya. Anakukosea, unasema hamna shiba. Unachofanya ni kujenga ukuta wa matofali. Kila kosa unalolimezea ni tofali moja. Leo tofali, kesho tofali. Baada ya mwaka mmoja, kunakuwa na ukuta mrefu sana kati yenu, kiasi kwamba hata mkijaribu kushikana mikono, hamwezi. Hii inazaa kitu kinaitwa resentment, kinyongo. Siku moja utalipuka kwa hasira kubwa sana kwa kosa dogo la yeye kuangusha kijiko, na atashangaa, kumbe wewe unabeba mizigo ya miezi 6. Usiweke vifundo. Uncomfortable conversations ndizo zinazoleta comfortable relationships. Kosa la 6, the fixer mentality, kutaka kumbadilisha. Sasa tunafika kwenye lile kosa nilikuahidi mwanzo, ambalo wengi hufanya kwa nia njema. Kosa hili ni kumpenda mtu kwa uwezo wa kubadilika, falling in love with potential, badala ya kumpenda jinsi alivyo. Unapoingia kwenye mahusiano na kuanza project ya kumbadilisha mwenza wako awe vile unavyotaka wewe, unaua hisia zake kwako haraka sana. Nataka uvae hivi, nataka uongee hivi, nataka uwe kama fulani. Ujumbe unaompa kisaikolojia ni wewe kama wewe hutoshi, hufai mpaka ubadilike. Binadamu wote tunahitaji la asili la kukubalika, acceptance. Tunataka kupendwa jinsi tulivyo na mapungufu yetu. Unapojaribu kumbadilisha mtu, anatengeneza defense mechanism. Anaanza kukuficha vitu, anaanza kuwa muongo ili asikosolewe, na mwisho anatafuta mtu mwingine ambaye anamkubali jinsi alivyo. Badala ya kujaribu kumbadilisha, inspire him or her to change, kwa wewe kuwa bora, au kubali kama huyo mtu anakufaa au hakufai, lakini usilazimishe pata awe simba. Rafiki yangu, mahusiano ni kama bustani. Yasipomwagiliwa maji, hayafi kwa siku moja, hunyauka taratibu. Anza leo kubadilisha kitu kimoja. Sasa nataka kusikia kutoka kwako. Kati ya haya makosa 6, ni lipi unahisi limeathiri sana mahusiano yako ya nyuma au ya sasa? Niandikie kwenye comments hapo chini. Huwa nasoma na kujibu. Kama umejifunza kitu, tafadhali like hii video ili YouTube ipeleke kwa watu wengi zaidi wanaohitaji kuokoa mahusiano yao. Na usisahau kusubscribe kwa ajili ya video nyingine kali kila siku. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video ijayo. Peace.